sababu ni Mungu tendaye. Tunakutukuza mfalme wa amani kwa sababu ni Mungu ambaye unastahili peke yako ya Bwana. Rapakata shaka paramando shaka ramando boseketerebo rikamando bosandara bakaitaraba indana mashakata paramakandara. Endelea kuomba omba pasa Gideoni. Ripakata kaparamando boseketerebo bakana. Tunasema asante kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya utukufu wako Bwana majeshi. Hakuna aliye kama wewe mtakatifu amani. Tumekuja mbele zako tena kwa nyuso za shukrani tukisema asante, maana wewe niko ambaye niko. Unasema wewe Mungu unapendezwa na watu wenye shukrani. Nasi Bwana tumerudi tena mbele zako mtakatifu amani kwa uso wa shukrani. Tunasema asante, tunakushukuru kwa ajili ya kibali, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi, tunakushukuru kwa ajili ya Bwana nafasi uliotugaia, wala si kwa uwezo wetu bali ni kwa nguvu zako, wala si kwa matakwa yetu bali ni kwa matakwa yako mfalme wa amani. Bwana majeshi umetulinda zidi ya ajali, zidi ya mauti, zidi ya maradhi, zidi ya vyote ambavyo alivipanga, zidi ya madhabahu yako Bwana, zidi ya masiwa yako Bwana, zidi ya watoto wako Bwana, familia nzima Yesu. Bwana ukatulinda pale ambapo adui alijipenyeza kwa siri ili alete uharibifu, bado Bwana ulisimama nasi kama unavyosema kwamba utampesa adui naye atasimama mbele yetu. Nasi Bwana majeshi tunakushukuru tukisema asante, maana tumejua tunaye Baba unayetupambania. Tunakushukuru kwa ajili ya mahali hapa, tunakushukuru kwa ajili ya zimfa mamani, maana Bwana ninajua hii ni njia ambayo ulimkarimia masuwaka, ulimkarimia madhabahu ya Yesu. Tunasema asante mtakatifu, maana bado umeendelea kuachilia agano lako mahali hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya anga mfa mamani, wewe ni mwaminifu, umelinda anga mfa mamani, umelinda watoto wako, umelinda jamaa zetu, umelinda familia zetu, umelinda kila mmoja. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana ninakushukuru. Hiyo sauti yako ewe ni mfano harufu njema manukato endayo mbele yake ni chaindi cha Baba enzi mwenye nguvu ya Mungu mwaminifu. Mwambie Bwana ninakushukuru. Yeye anasikia kutoka rohoni mwako, yeye anasikia kutoka rohoni mwako, anasema yeye anaona mpaka ndani ya nafsi yako. Mwambie Bwana ninakushukuru, wala usifanye unafiki mbele za Bwana. Mwambie Bwana, Biblia inasema wanamkiri kwa kinywa, moyoni wanamkataa. Nawe usio miongoni mwao, usio miongoni mwao au Mafarisayo na Masadukayo. Mwambie Bwana ninakushukuru. Shuka mbele za Bwana kwa moyo wa shukrani, shuka mbele za Bwana kwa moyo wa shukrani. Mwambie Bwana ninakuinua, mwambie Bwana ninakutukuza, mwambie Bwana ninaungana na malaika na maserafi na makerubi na wazee 24 na wenye uhai wanne wote. Bwana tunaungana mbele ya kiti chako cha enzi, tunainama mbele zako, tunapiga magoti mbele zako, tunanyenyekea mbele zako mfalme wa amani. Tunavua taji zetu Bwana, tunavua taji zetu Bwana, hizo taji za uzuri tunazivua, hizo taji za kazi tunazivua, hizo taji za biashara tunazivua, hizo taji za utajiri tunazivua kwa damu ya mwana-kondoo. Tunavua Bwana majeshi mbele zako Bwana, tuko watopo, tunakuja mbele zako, tunanyenyekea. Tunasema asante, hakuna kama wewe. Tunasema asante, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu. Nasi leo Bwana tunakuabudu, nasi leo Bwana tunakutukuza, nasi leo Bwana tunakuinua. Wewe ni mtakatifu, hakuna kama wewe. Kimbilio letu ni wewe, mwaminifu ni wewe, unayetulinda ni wewe, unayetuponya ni wewe, unayetupigania ni wewe. Hakuna mwingine zaidi yako. Leo Bwana tunakuinua, leo Bwana tunakutukuza. Wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Bwana wa majeshi, wewe ni mfalme wa amani, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Leo Bwana tunakuita mahali hapa tukushukuru katika siku ya 10 ya semina njema ya maombi ya mfungo. Leo Bwana mtakatifu wa amani, tunakuita Bwana majeshi, tunakutukuza mfalme wa amani. Hakuna mwingine zaidi yako. Inaleta jina lako, inaleta jina lako Jesus, inaita jina lako, inaita uwezo wako, inaita kibali chako. Bwana mwenye ukashuke. Daudi anasema ninakushukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, fadhili zako ni za milele. Nawe mwambie Bwana ndani ya siku leo, fadhili zake zimeonekana ndani ya maisha yako, ndani ya uzao wako, ndani ya madhabahu inaonekana fadhili ya Bwana. Nasi tunamshukuru leo kwa matari na menomi. Tunamshukuru Bwana majeshi, tunakuita mtakatifu, tunakutukuza Bwana majeshi, tunakutukuza mtakatifu wa amani, tunakutukuza mtakatifu wa amani. Ndipo kumshukuru Mungu anasema maisha ni shukrani. Riamosha teri babasia, maisha yako ni shukrani kwa Bwana, maana ushuhuda wote wai wako hadi kufika ndani ya siku leo ni wai ambao umekabidhi Bwana. Bwana anasema atakulinda, atakuokoa, atakutunza dhidi ya wabaya wote, ili aweze kuyalinda maisha yako. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante kwa kukupa nafasi ya kuwa hai ndani ya siku leo, maana usingekuwa hai wala usingekuwa na juhudi. Mwambie Bwana ninakuita, ninakushukuru, ninakushukuru. Ninainua mikono yangu juu
Bwana, ishara ya kusalenda inasema asante Bwana kwa ajili ya nafasi njema ya uhai ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema ya familia ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema ya watoto ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema ya wazazi ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema ya nyumba ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema ya huduma ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema ya imani ulionipa, kwa ajili ya nafasi njema. Mwambie Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana. Mtu mmoja mshukuru Bwana, mwambie Bwana ninakushukuru, mwambie Bwana ninakushukuru. Daudi anasema asante, ninakushukuru Mungu wa baba zangu, Mungu wa baba zangu, Mungu wa baba zangu, Mungu wa baba zangu. Nawe ndani ya siku leo mwambie Bwana ninakushukuru wewe Mungu wa baba zetu Isaka, Ibrahimu na Yakobo, Mungu wa baba zetu, ndiye Mungu wa mbinguni, ndiye Mungu ajibuye kwa moto. Mwambie Bwana tunakushukuru, maana Bwana umetulinda, maana Bwana umetuongoza. Bwana ninakushukuru hata kwa ajili ya majirani wote wanaoizunguka madhabahu yako, ninakushukuru hata kwa ajili ya anga ya Chanika yote, mtakatifu amani, maana Bwana inaona uko mpenyo kwenye anga, malaika wako wametawala mahali hapa, malaika wako wametanda mahali hapa. Ni kwa sababu tumesema popote ulipo, popote tulipo nawe upo nasi Bwana, tunajua mahali hapa wewe Bwana umepakamata, kwa sababu kama madhabahu yako, kwa sababu wako watoto wako, kwa sababu yako masi wako mahali hapa, na umeweka agano, na umeweka agano, umetanda ima yako mahali pa juu kabisa, palipoinuka. Mtakatifu amani, tunarejesha utokovu mikononi mwako, tunarejesha utokovu, tunaacha vyote, tunaacha vyote, tuko mbele zako Bwana, tukisema asante. Hakuna mwingine zaidi yako, ninalinua jina lako, ninakuazimisha Bwana, unastahili wewe, unastahili wewe, kapokea utokovu wote uliyemnyang'anya Ibilisi ufunguo wa mamlaka. Nasi leo Bwana tunakuita mtakatifu, tunakuazimisha Bwana majeshi ndani ya mahali tunakuazimisha, hakuna kama wewe, tunakuazimisha, hakuna kama wewe ndani ya jioni ya leo. Mungu tupendaye, Mungu tuwazia mema. Biblia inasema wewe ni Mungu unituwazia mema katika siku zetu zote. Nami leo ninakuita Bwana, nami leo ninakushukuru Bwana, nami leo ninakuja mbele zako, nasi tunakuja mbele zako tukisema asante kwa ajili ya kibali, kwa ajili ya kibali. Endelea kumshukuru Bwana sasa, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu umenipa hii siku ya leo, tena ni siku ya 10 ya mfungo. Mwambie Bwana, ninajua mbele yangu kuna mema yanakuja. Endelea kumshukuru kwa jina la Yesu. Tunapomalizia ile ombi, endelea kumshukuru kwa damu na kondoo, endelea kumshukuru katika jina la Yesu. Ripakata shaka parabakando, rapakata shaka parabakando, rimandara basandara bakari barindara bakari barindara bakari rabo, riandara barabara, riandara baribariba, rimandoro bosenderi bakaitabo, rikamandoro bosandara bakaitabo, rikamandoro boshindara bakaitabo, rikataka paramandoro bosindara bakaita, rikamandara bashantara bakori basandara bakaita. Nenda sasa mbele za Mungu, mwambie Bwana nitakase nioshe, maana Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Bwana. Chukua damu ya Yesu kwa imani, anza kujitakasa, anza kuomba rehema, anza kumwambia Mungu akusamehe, usijihesabie haki. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba kwa maana ninyi wote mmetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Uko utukufu ambao unapunguka kwa sababu ya kutazama. Kuna dhambi za kutazama, kuna dhambi za kuwaza, kuna dhambi za kunena, kuna dhambi za kutamka, kuna dhambi za kusikia. Bwana tunaomba rehema, Bwana tunaomba tusamehe. Yesu Kristo, natubu mbele zako, nakuja mbele zako Bwana katika kiti chako cha enzi. Ninaomba Bwana unisamehe, ninaomba Bwana unifutie makosa yote, ninaomba Bwana unifutie kila nguvu yote iliyonishikilia Bwana ya dhambi, ikaniachilie kwa jina la Yesu. Ninatubu mfalme amani, ninatubu mbele zako Yesu, maana unasema ndimi Bwana niafutaye makosa kwa ajili yangu. Bwana futa dhambi zote, Bwana tusamehe mfalme amani, samehe kanisa lako Yesu. Ninatubu Jehova kwa ajili ya Chanika, ninatubu Bwana kwa ajili ya Rubakaya, ninatubu Bwana kwa ajili ya Dar es Salaam, ninatubu Bwana kwa ajili ya Tanzania, ninatubu Bwana kwa ajili ya kanisa lako, ninatubu Bwana kwa ajili ya uongozi na watenda kazi, ninatubu Bwana kwa ajili ya washirika wote, ninatubu Bwana kwa ajili ya madhabahu yako. Bwana tusamehe, Bwana tulemo, usiwe na ghadhabu juu yetu Bwana, kwa sababu tunajua kabisa ya kwamba tunakosea, tunatenda yasiyofaa. Katika jina la Yesu, damu yako Kristo Yesu, ninaomba
utakaso wako, ninaomba utakaso wako, ninaomba utakaso wako Yesu, ninaomba utakaso wako Baba, ninaomba utakaso wako Mfalme, ninaomba utakaso wako kimbilio, ninaomba utakaso wako Baba. Yesu Kristo tusamehe, Yesu Kristo tuoshe, tutakase Bwana kwa damu yako ya thamani. Ninaomba rehema Mfalme, ninaomba rehema Jehova. Naomba rehema zako ni za kudumu, rehema zako ni za kudumu, rehema zako ni za kudumu. Yesu Kristo, popote tulipojikwa, hebu jiombe rehema sasa. Omba rehema kwa damu Yesu. Usijitazame ukasema una haki. Wewe omba rehema kwa damu Yesu, kwa sababu kuna kukosea bila kukusudia. Omba rehema kwa damu Yesu. Kuna kuanguka bila kukusudia. Omba kwa damu ya mwana kondoo. Baba anasamehe, anasema kwenye kitabu cha Isaya, dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Anasema kama tukikubali na kutii, tutakula mema ya nchi, lakini tukikataa na kuasi, tutaangamizwa. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Nasi Bwana tunakuja mbele zako, tunaomba takasa Bwana, hata kama dhambi ni kubwa, hata kama dhambi ni nyekundu, tunanyekeza mbele zako Bwana. Hatutakubali kuishi chini ya dhambi, hatutakubali kuishi mikononi mwa shetani. Tunatubu Bwana kwa jina la Yesu. Mtubu mbele za Bwana Yesu Kristo. Ripakataka paka shakatapa. Omba toba, omba toba, omba toba. Pray Pastor Gideon, omba toba. Omba rehema yako ukatutakase mtakatifu wa amani. Tunaomba Bwana ukatutakase. Endelea kuomba, mwambie Bwana akuoshe, mwambie Bwana akuoshe. Anasema yeye ndo avutaye makosa, yeye avutaye makosa. Mwambie Bwana nimetenda dhambi, nimetenda dhambi. Ndio wakati pekee ambao Bwana anakutana na uso wa mwanadamu. Ndio wakati pekee ambapo Bwana anahitaji kukuona kwa ajili yake, kwa ajili ya faida yako, kwa ajili ya wewe kutakaswa, kwa ajili ya kupata neema, kwa ajili ya kupata kibali katika ufalme wa Bwana wa majeshi. Mwambie Bwana naomba unitakase, mwambie Bwana ninaomba unioshe, mwambie Bwana ninaomba unitengeneze, mwambie Bwana ninaomba unifinyange pale ambapo nimeenda kinyume, pale ambapo nimeenda kinyume. Dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kunena, kwa kutenda na kwa kuwaza. Mtakatifu wa amani, naomba ukanitakase, naomba ukanioshe. Mimi ni mwanadamu wala si malaika, mimi ni mwanadamu, ninatenda dhambi, nimefanya sofa. Usione aibu mbele za Bwana. Musa anaambiwa, haya sasa Musa, hebu vua viatu vyako, maana mahali hapa ni patakatifu. Hebu viatu vya mauaji, hebu viatu vya matendo mabaya, hebu viatu vya matendo machafu. Inawezekana na wewe hujui lipi ambalo umelitenda, lakini Bwana anasema wanadamu wote asili yao ni dhambi. Naomba Bwana, naomba ukanitakase. Yamkini niliwaza vibaya na leo nimesahau lile ambalo niliwaza. Yamkini nilifanya jambo ambalo leo nimejikusa kulisahau, lakini lilinitengeneza athari ndani ya siku leo. Bwana naomba unitakase, naomba Bwana naomba unitakase kwa yale ninayoyajua, kwa yale nisiyoyajua, kwa yale ninayoyakumbuka, kwa yale nisiyoyakumbuka. Ziko dhambi nyingine ni kwa sababu tu ya asili ya familia. Mwambie Bwana ninatoba, mwambie Bwana ninatoba. Hata hizo dhambi za asili ya familia, hizo dhambi za mapatelezo ndani ya siku leo Bwana tunatoba. Kama ni dhambi kwa ajili ya asili ya eneo, tunatoba kwa damu ya mwana kondoo. Bwana tunatoba hizo dhambi, tunatoba katika jina Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ukatakase Bwana, tunaomba utakasa rehema yako mfalme wa amani. Kama ni macho yetu yametazama vibaya majeshi, tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya hayo macho, kama ulivyosema kwenye Biblia, kama ni macho yanakukosesha basi uyang'oe. Basi ndani ya siku leo Bwana majeshi, tunatakasa macho haya katika jina Yesu, tunatakasa macho haya katika jina Yesu. Kama ni masikio yameruhusu kusikia mambo mabaya yaliyoharibu moyo, Bwana majeshi, tunatoa masikio haya, tunaachilia damu ya mwana kondoo, tunaachilia damu ya mwana kondoo. Ukatakasa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kama ni vinywa vyetu vinatamka maneno mabaya, Biblia inaniombea kumcha Bwana kutokea uovu na kinywa cha ukaidi na chani na kikataa. Bwana majeshi, iko kinywa kichafu, iko kinywa cha ukaidi, iko kinywa chenye matusi, iko kinywa cha kugombanisha, iko kinywa cha uharibifu, iko kinywa chenye kuchochea maasi. Ndani ya siku la inakikataa Bwana Yesu, damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ndani ya kinywa, takasa kinywa chako. Anasema kinywa chenu ndio wenye kunena mema, lakini chenye kutoa hasara. Lakini Bwana, kuna wakati tumetamka maneno ya sifa, kuna wakati tumeua kwa besi ya kinywa, kuna wakati tumevunja hata ndoa za watu, kuna wakati tumevunja hata maisha ya watu, kuna wakati tumeharibu biashara za watu, kuna wakati tumelani kwa sababu tu ya wivu na vitu vingine kwa jina la Yesu. Bwana tunatakasa kinywa, Bwana tunatakasa kinywa
tunatakasa kinywa kwa damu ya Yesu. Kama ni mikono iliyoshika vitu najisi, iliyoshika vitu visivyofaa, mfalme wa amani, tunaomba Bwana utakaswe damu ya Yesu Kristo, ikatakase mikono yetu, ikatakase mikono yetu, kama Daudi anaposema Bwana unirehemu, sababu wengi wafadhili zako unioshe kwa hisopo, basi ndani yetu kwa leo Bwana tunaomba ukatuoshe, ukaoshe mikono yetu kwa hisopo, hiyo sabuni ya rohoni, tunaomba Bwana ukaoshe, tunaomba Bwana ukatuoshe, wa mama, vijana, mabinti, wa baba, madhabahu yako Bwana, tunaomba ukatuoshe, watumishi wote Bwana ukaoshe, Bwana praise ukaoshe, watenda kazi ukaoshe, nasi wako ukaoshe, Bwana majeshi, tunaomba neema yako hata miguu yetu Bwana ukaitakase. Biblia inasema inaeli miguu ile isiyokimbilia katika maovu, na ndio maana ukasema miguu yenu isiyo mepesi kukimbilia yaliyo maovu. Lakini Bwana tumefanya kinyume, tumekimbilia maovu, tumekiri sheria ya dhambi kuwa ni sheria njema, kama Paulo anaposema kwamba ile sheria ya uovu ndio anayokiri kwamba ni njema kwa sababu ya udhaifu wake. Basi ndani ya siku leo tunakiri Bwana tumefanya yaliyo mabaya, tumependezwa na yaliyo mabaya, tumependezwa na uchafu, tumependezwa na mambo mabaya. Tunakiri mbele zako Bwana ukatutakase, tunaomba ukatusafishe, tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya familia zetu, tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya watoto wetu, tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya madhabahu yako. Kama yuko watu yoyote aliweka mapando kwenye madhabahu, akaweka najisi kwenye madhabahu, ndani ya siku leo inaomba rehema yako, inaomba rehema yako. Shuka mbele za Bwana, mwambie Bwana sasa ninahitaji nione uso wako. Omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema. Wakati pekee ambao Bwana yuko tayari ameutazamisha uso wake kwako, naye anataka kuzungumza na wewe. Mwambie Bwana naomba ukanirehemu. Hiyo ndio funguo ya kuonana na Bwana, hiyo ndio funguo ya kuonana na Bwana. Biblia inasema wakati wale wana wa Israeli wanasema na Musa wanataka wamuone Bwana, na ndipo akatoa agizo akasema waambie wajioshe, waoshe nguo zao, wajitakase, wafunge siku tatu na wawe safi, wawe safi. Ndipo atakaponiona, maana Bwana ni mtakatifu. Sema na Bwana, mwambie Bwana ninajitakasa, maana ninahitaji kukuona, ninajitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Bwana ukatusafisha kabisa dhambi zetu zote, ukatusafisha dhambi zetu zote, ukatutakasa maovu yetu yote. Nasema wewe ndiye mwenye kusafisha makosa, wewe ndiye mwenye kuchoka. Nasi leo tunakuita Bwana kama ulivyosema katika Biblia ile kitabu cha Mathayo sura 20 mstari wa 28, unasema Bwana wewe mtuma mwana wako kwa ajili ya kufidia, sio kwa ajili ya kutumikiwa, bali kutumika na kufanyika fidia kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nasi ndani ya siku leo Bwana tunaita fidia damu ya Yesu Kristo. Mwana Mungu, endelea kumwambia Bwana nitakase, endelea kumwambia Bwana nioshe, endelea kumwambia Bwana nioshe kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu yako ya thamani, kwa damu yako yenye uwezo, kwa damu yako isiyoharibika. Biblia inasema tumenunuliwa kwa damu ya thamani, nasi Bwana umetutoa dhambini. Hata kama kuna vita ya shetani kuturudisha huko, Bwana tunakataa, tunasimama na damu yako, tunasimama na damu yako, na damu isiyo na mwanadamu ni damu isiyokuwa na maua, ni damu takatifu iliyo salama. Bwana tutakase tena, Bwana tuoshe tena, ili tupate kibali mbele zako, ili tupate nafasi ya kusema nawe katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kukusamehe. Mwambie Bwana asante, ninajua umenisamehe na sasa niko tayari Bwana kwa ajili ya kuomba sasa. Mwambie Yesu na kutukuza mfalme, kwa sababu ni Mungu sikia maombi na umenisikia Bwana nilipokulilia. Maana Biblia inasema katika shida yangu nalimuita Bwana, nasi tuko mahali hapa tumuite Bwana, lakini yawezekana shetani angetuzuia kwa sababu ya dhambi, maana ni mshtaki wetu, lakini dhambi imeondolewa kuwa na imani. Mshukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kabla tujaingia kwenye ombi lingine, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Asante Mfalme, asante mwenye nguvu, asante kwa kutupa nafasi. Asante Baba, niko tayari sasa kuomba, maana umesema tukuite na utatuitikia, utatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Rapakata shaka parabasakaba enderere shandara baba erido sakaramando rikamando rapakato shaka paraba daramasakata paraba. Twende mbele za Bwana sasa, tunasimama sasa ili ombe kwa ajili ya kanisa. Hebu tukamate kila upinzani wowote, kila nguvu zote za kuzimu za shetani zinazofunga makanisa ya mji huu, makanisa yasichanue, makanisa yasiongezeke, makanisa yasiwe makubwa, watu wanaabudu wale miaka nenda miaka rudi. Sisi Bwana tunasimama kukataa. Hebu kataa kwa jina la Yesu Kristo.
kila nguvu yoyote Bwana inayosimama kinyume na uweza wako, inayopinga madhabahu yako, inayopinga madhabahu yako, hiyo nguvu za giza, hizo nguvu za kuzimu, hizo nguvu za mashetani, kila vikao vyote vya kichawi vinavyofanyika Bwana, rikapakataka shakaparabakatapa emokatakatakata, vunja hizo nguvu za giza, vunja kila falme, vunja kila ngome, vunja uchawi wao kwa jina la Yesu. Wanaosimama Bwana ili kuzuia kazi yako, wanaoleta uzito, wanaoleta matawanyiko, wanaoleta machafuko, wanaoleta maneno ya kuzimu, tunakataa kwa jina la Yesu. Tunasimama mfalme wa amani kama wao wanavyosimama katika madhabahu zao, nasi Bwana tunasimama katika madhabahu yako kama wao wanavyokutana kwenye mikutano yao, nasi Bwana tumekutana kwenye maombi ya siku 40. Tunakataa kwa jina la Yesu kila aina yote ya upinzani wa siri, upinzani wa kipepo ambao unaachiliwa ndani ya makanisa ya Chanika. Masakata kapa, kemea hiyo roho kwa jina la Yesu. Kemea roho ya kuduma, kemea roho ya kuduma, kemea roho ya utasa juu ya kanisa la Bwana, juu ya kanisa la Bwana. Ninakemea kwa jina la Yesu, ninakemea kwa jina la Yesu, ninakataa kwa jina la Yesu, ninavunja na kuharibu hizo nguvu zote Bwana zinazozuia maongezeko, zinazozuia watu wasiokoke, zinazozuia watu wasirudi tena kanisani. Tunazikamata hizo roho kwa damu ya mwana kondoo. Piga roho ya kuduma, tunakataa kuduma, kataa kuduma juu ya kanisa. Ukiombea kanisa Bwana anafanya mambo yako. Omba kwa mzigo kwa jina la Yesu. Tunakataa roho ya kuduma, tunakataa roho ya kuduma, tunakataa roho ya kuduma. Toka kwa jina la Yesu, vunjika kwa jina la Yesu, vunjika kwa damu ya Yesu. Roho ya mipaka, vunja mipaka hiyo, mipaka iliyowekwa kwenye ulimwengu wa roho. Wanazuia watu, wanasema ya kwamba hakuna kanisa litakaloongezeka zaidi ya watu fulani. Bwana tunasimama katika anga la Chanika na katika anga la Rubakaya, tunatangaza kwa moto wa Roho Mtakatifu, tunaunguza kila nguvu zote za shetani ambazo Bwana Yesu zimesimama kuzuia kazi yako isiende. Tunavunja hizo nguvu kwa jina la Yesu. Haribu hizo nguvu kwa jina la Yesu. Hizo nguvu ndo zinazuia majirani wako wasiokoke, hizo nguvu ndo zinazuia mume wako wasiokoke, hizo nguvu ndo zinazuia ndugu zako wasiokoke. Tunazivunja kwa jina la Yesu. Zimesimama marangoni ili kuzuia Bwana, lakini Bwana Yesu tunasimama na jina lako, tunabomoa na kuharibu hizo roho za mipaka, hizo roho za mipaka, hizo roho za mipaka, hilo wingu la kuzimu, hilo wingu la giza ambalo limetanda Bwana kwa ajili ya kuzuia kazi yako. Tunatangaza Bwana, sisi tutakuwa miongoni mwao, sisi tutakuwa miongoni mwao. Tunakataa kwa jina la Yesu. Vunja. Omba kama utaomba tena. Tunahitaji Bwana tuongeze, tunahitaji Bwana tuzidishe kwa jina la Yesu Kristo. Ninavunja hizo nguvu zote, ninaharibu hizo nguvu zote, nateketeza hizo nguvu zote. Bwana unasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu za yule adui, unasema zitatushinda. Nami Bwana Yesu ninakamata hizo nguvu zote katika jina la Yesu. Hizo nguvu ambazo zimesimama Bwana ili kupinga huduma, ili kupinga watu wanaofika mahali hapa, ninatangaza kwa jina la Yesu, hizo nguvu hazina mamlaka tena. Tumepewa mamlaka. Ninadhoofisha kwa damu ya kondoo, ninapiga nguvu zao, ninapiga uchawi wao, ninapiga ila zao kwa jina la Yesu Kristo. Kila vikao wanavyojadili ninavivuruga kwa damu ya Yesu. Kila maneno yaliyotamkwa ninayafuta kwa jina la Yesu. Ninasimama mfalme wa amani kinyume na ila zote, kinyume na ila zote, kinyume na ila zote, kinyume na ila zote. Ninaitamata katika ili anga, ninaitamata katika ardhi, ninaitamata juu ya Rubakaya, ninaitamata juu ya Chanika, ninaitamata kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu unasema ya kwamba hakuna jua litakalosalia juu ya jua, nami Bwana Yesu ninaangusha minara yao, ninaangusha antena zao, ninaangusha TV zao kwa jina la Yesu. Wanaosimama na kutuangalia kwenye ulimwengu wa roho, ninatangaza kwa moto wa Roho Mtakatifu, wa moto wa Roho Mtakatifu. Omba kama utaomba tena, omba kama utaomba tena. Itamoto kwa damu ya Yesu, itamoto kwa damu ya Yesu. Lazima Chanika iokolewe. Tunapoboa mwamba Bwana, lazima mwamba utatoa maji, hata kama watu imeshindikana, lakini tunasema sisi kwetu Bwana ni nguvu na uzima, na sisi tunayaweza kwa sababu tuko na Bwana. Kwa damu ya mwana kondoo, piga
Omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa damu ya Yesu. Uko ushindi kwenye maombi ya kushindana, shindana na hizo ufalme kwa jina la Yesu. Kamata wakuu wa giza, kamata wakuu wa anga, kamata wakuu wa mtaa kwenye ulimwengu wa roho, wanaoruhusu huduma zisikuwe. Sisi hatutaamuliwa na wachawi, hatutaamuliwa na mwanadamu. Yesu ataamua watu. Yesu anaingia kati. Yeye aliyetutuma akasema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Bwana, tunataka mahali hapa Bwana kiwe ni kisima cha maongezeko, kiwe ni kisima cha wokovu, kiwe ni kisima cha miujiza. Kila nguvu za upinzani tunazikataa kwa damu ya Yesu, tunavunja kwa damu ya Yesu, tunaharibu kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu. Vunjika mitego ya adui, vunjika ramani za kipepo, vunjika michoro ya kipepo. Ninafuta, 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 ninafuta. Toka kwa jina la Yesu. Roho za uzito, toka kwenye madhabahu kwa jina la Yesu. Roho ya kurudi nyuma, toka kwa damu ya Yesu. Roho ya kuvuta watu kuwatoa kanisani, ninaikemea kwa jina la Yesu. Lakini roho ya kuzuia watu wasiingie, ninaikemea kwa jina la Yesu. Ninakamata hizo roho zote, hayo mashetani na majini na vimbwengu vilivyotumwa kutoka kuzimu ili kuja kusimama kuzuia, ninaondoa vizuizi vyote. Mufyaka kwa damu ya Yesu. Omba maombi haya. Ori masakara makandamo, ori masakara makandamo, ori masakara makandamo. Washa moto, washa paka kuzimu, iachilia watu wetu, paka kuzimu, iachilia huduma yetu, paka kuzimu, iachilia washirika, paka kuzimu, iachilia kwa jina la Yesu, iachilia kwa damu ya 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 Yesu. Kuzimu tapika, tapika watu, tapika wanawake, tapika wanaume, tapika mabinti, tapika vijana, tapika kuzimu. Achilia kwa jina la Yesu kila mnachokishikilia, achilia kwa jina la Yesu, achilia Yesu, achilia kazi Bwana, achilia huduma hii, achilia iongezeke, 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 achilia iongezeke. Achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Roho zote, roho zote nazikemea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, achia, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Omba kama utaomba tena, omba kwa jina la Yesu. Washa moto, kuzimu wanasikia, wanaachilia. Au wachawi, washirikina, vikundi vya watu wabaya, tunavikemea kwa moto, tunaita moto. Maana Biblia inasema Bwana wetu ni Bwana, ni moto la Mungu wetu ni moto la. Nami nasema naita moto ulioshuka Karmeli ukaramba zile sadaka, nami nauita kwenye madhabahu ya Jesse. Shuka Bwana, shuka mfalme, teketeza kila nguvu zote, kila mapando yote waliokuwa wameshapanda kwa damu ya Yesu. Wengine Bwana Yesu wanaingia kwa siri mahali hapa kama ni wenzetu, kumbe ni maajenti. Haijalishi ni nani, ninasema kwa jina la Yesu, ewe ajenti ambao unahudhuria katikati yetu, natuma moto juu yako, natuma moto juu yako. Uwe ni mtoto, uwe ni mama, uwe ni mkaka, uwe ni baba, kwa jina la Yesu. Uwe ni binti, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto. Achilia kwa jina la Yesu, achilia kwa damu ya 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 Yesu. Achia, 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 achia njia watu wapite, achia barabara watu wapite, achia kwenye ulimwengu wa roho. Achilia wa kusini, achilia wa kaskazini, achilia wa mashariki, achilia wa magharibi, achilia wasomi, achilia wafanya biashara, achilia watu waokoke, achilia watu waokoke, achilia watu waje kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Piga kwa jina la Yesu. Rikapaka shakapa hizo kafara zao, hayo matambiko yao, kila manuizo Bwana tunayaharibu kwa jina la Yesu. Waliojipanga wakanuia, wakaapa, wakasema huduma itakuwepo, huduma itaharibika. Nami natangaza Bwana ya kwamba kama umetupanda wewe, hakuna wa kutung'oa. Yesu umetupanda ili tukutumikie katika mji, ili kupita huduma hii watu wapone, watu waokolewe. Lakini wako wengi wanaopinga, hata kwa siri, hata kwa wazi. Sisi hatujui, lakini tunachojua,
kuwashughulikia kwenye maombi haya ya siku 40. Lazima waachilie, lazima waachilie. Omba mwana wa Mungu, lazima waachilie. Omba kwa jina Yesu. Pray kwa Gideon. Rika pakata kapara Yesu mwana wa Mungu. Kila roho piga hizo roho zilizosimama, hayo majoka yaliyosimama kinyume kwa ajili ya madhabahu ya Bwana, kwa ajili ya madhabahu ya Bwana, kwa ajili ya kanisa la Bwana. Piga ndani ya Chanika, hayo majini yote yaliyosimama kinyume na madhabahu, hayo majini yote simama kinyume na madhabahu, majini sobiani, majini mesebesebe, majini maimona, majini makata, majini maruani, majini maote, majini maaba, waliokamata watu wa Chanika, yaliokamata watu wa Chanika, yaliokamata anga ya Chanika, ndani ya Sikala tunateketeza, tunatuma moto mkubwa, tunatuma moto wa Bwana, tunatuma moto wa Bwana. Moto unashuka, moto unashuka, moto unaangamiza, moto unaangamiza kila roho za giza, kila roho za wawa, kila roho za wawa au matete wako sema waliowekwa tayari kwa ajili ya kupambana na madhabahu. Tunaye Bwana, yeye anasema ametupa mamlaka ya kukanyaga na nyoka, nasi tunakanyaga au ngana nyoka ya mishale yote wanayotuma. Bwana utaizuia, Bwana ataizuia, Bwana anaizuia. Inatuma makombora ya mbinguni, inatuma makombora ya mbinguni. Malaika Mikaeli sasa anashuka panga, sasa malaika Mikaeli anashuka na upanga, anashuka na upanga. Wale wote adui ambao walikamata watoto wa Bwana wako kusema, inatuma jeshi la malaika wa Bwana, jeshi la malaika Mikaeli, jeshi la malaika Mikaeli inashuka kusema, au vipi wote, Benyamkela wote, wachawi wote na magari yao, hayo magari ya kusema, wawe mafisi, wawe misokore, ndani ya siku la tunawacha moto, tunawachenya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wote waliokwenda kinyume na madhabahu kwa lengo baya, inawasha moto, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, kama vile ambavyo wale makida msene walipokwenda mlimani kumfuata Elija, wakati Hazia ameambiwa maneno na Elia na yakulizika, ndipo akasema makida. Biblia inaniambia wakaenda kwa kumshaki, wakaenda kwa kibore, na Elia akasema kama Bwana aishivyo moto na ushuke walambe ya Mose papa ya kataribo, ndivyo Chanika tunatamka kama Bwana aishivyo, kama Bwana aishivyo. Hao wachawi wote, hao malozi wote, hao waganga wote wanaoleta kibore juu ya kazi ya Bwana, wanaoleta kibore juu ya watoto wa Bwana, waliokamata watoto wa Bwana, waliokamata maisha ya watoto wa Bwana, waliokamata madhabahu ya Chanika, ndani ya siku lao tunashusha moto, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, ayayayaya, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana unashuka sasa, moto Bwana unashuka sasa, unalamba kila wala, kila wana wanalamba kila manoweza. Wale ambao walichukua manoweza wakachukua vinasaba ya madhabahu, wakachukua vinasaba vya malango ya madhabahu, wakachukua mchanga wakaluga kwenye kona zote kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo. Hivyo vinasaba ni moto kwao sasa, hivyo vinasaba viluga kwa uadilifu kwao, kwa jina la Yesu. Wote waliotamka maneno kwa ajili ya malango ya madhabahu, ili madhabahu yako malango ya sulusu watu kuingia ndani ya siku lao, ninafisha hizo roho zao, hizo roho zao kwa jina la Yesu. Omba sasa, nenda mbele za Bwana. Hebu kemea kila nguvu zote za giza kwenye familia yako unazoziona zinazuia hata mafanikio, zinazuia hata uchumi, zimekamata kipato chenu. Hebu kemea hizo nguvu zote za kuzimu, hizo nguvu zote za shetani, kemea kwa jina la Yesu, kataa kwa jina la Yesu. Bwana, natuma moto kwenye nyumba yangu, kila ufalme wote wa shetani unaosogelea nyumba yangu na familia yangu, ninatuma moto ukalambe kila giza lote, hebu tuma moto kwenye familia yako, kwenye uzao wako wa jina la Yesu. Nikabashakapa, ninateketeza kwa damu ya mwana-kondoo kila ufalme wote wa giza, roho zote, roho za magonjwa, kemea roho za ajali, kemea roho za kifo, kemea kwa jina la Yesu. Enye mauti, kemea kwa damu ya mwana-kondoo, kemea kwa jina la Yesu, kemea kwenye familia yako kila mahali
mahali kwenye kazi yako kwa jina la Yesu. Hiyo roho inayoharibu watoto wako, hiyo roho inayoharibu ndoa yako, inayoharibu uzao wako, hiyo roho ikemee kwa jina la Yesu. Ikemee siku ya leo, ifukuse kwenye maisha yako, itoke kabisa kwa jina la Yesu. Kemea kabisa, kemea kabisa, kemea kabisa, kemea kabisa kwa jina la Yesu. Ziangushwe hizo nguvu zote zinazozuia mafanikio yako, damu na kondoo. Kemea, kemea, kemea kwa jina la Yesu. Kemea kwa jina la Yesu. Zinasikia ulima saka tunapoomba, shetani anasikia na anatoka sasa na anachilia sasa kwa damu ya Yesu. Ikapakata, ikasakapaka hiyo roho inayokurudisha nyuma kila siku. Wewe ni mtu kurudi nyuma kila siku, wewe ni mtu wa huzuni. Hebu kemea, kemea hizo roho zote, kemea kwa jina la Yesu. Kataa kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Kemea, 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 toka kwa damu na kondoo, toka kwenye familia yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu na kondoo, toka kwa jina la Yesu, toka kusema, toka shetani, toka na kuapisha kwa jina la Yesu. Ninakukemea kwenye familia yangu, kwa wazazi wangu, kwa watoto wangu, ninakukemea kwa jina la Yesu. Kemea hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti ninaikemea kwa jina la Yesu. Hakuna mauti juu ya uzao, hakuna mauti juu ya familia kwa jina la Yesu. Hivyo vifo vya mapema, kemea, 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 kemea kwa jina la Yesu. Tunakemea, tunakemea na kemea nguvu zote, na kemea kwa jina la Yesu. Ninaondoa hizo nguvu zote kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka na ikamoto kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwa ajili ya moto shetani akatoka, nami nasema kwa ajili ya moto, enyi majoka na manyoka mliotumwa kwa ajili ya uharibifu, natoa nguvu ya Bwana na kemea kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya moto, achilia kwa ajili ya moto, toka kwa ajili ya moto, moto kwa jina la Yesu. Na ikamoto, na ikamoto, na ikamoto kwa jina la Yesu. Omba kwa damu ya Yesu, toka vitani, acha kutania, omba kwa jina la Yesu. Kemea hizo nguvu, kemea hizo roho kwa jina la Yesu. Kila magonjwa yanarambwa na moto wa Bwana kwa jina la Yesu. Kila umaskini kwa damu na kondoo unarambwa na moto wa Bwana. Kila roho za kufirisika, kila roho za aibu, kila roho za chuma urete, kila roho za kusingiziwa, tunatuma moto, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana, moto Bwana. Rikapakapa, rikamanda basaka. Kemea, kemea, kemea kwa jina la Yesu. Kemea kwa damu ya Yesu. Kemea, 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 kemea. Mashetani yote yanateketezwa, wachawi wote wanateketezwa, waganga wote wanateketezwa, mapepo yote yanateketezwa, roho zote chafu zinateketezwa. Rikapakashaka, ikarabakata, ikamandaraba, ikaramandaraba, 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 ikaramandaraba. Teketeza kwa damu ya Yesu. Fanya maombi ya vita, washa moto, usikubali kukaa kimya, toka vitani. Lazima shetani achilie hatima zetu kwa damu ya Yesu. Ikamandosaka, 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 ikarabarabara, ikarabarabara. Kemea, kemea, kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa jina la Yesu, kemea kwa moto, kemea kwa jina la Yesu, kemea kabisa kwa jina la Yesu. Washa moto, piga kwa Yesu, weka kabisa, angamiza kabisa, teketeza kabisa kwa jina la Yesu. Haya maombi ya safiri kila mahali, kila ambao wamejificha kinyume Bwana na mapenzi yako, natuma moto kwa jina la Yesu. Rikamando, rikamando, rakashaka, rikamasaka. Omba, omba, omba familia, teketeza hivyo vifungo vyote ndani ya familia, vitekete kwa jina la Yesu. Tuma moto, tuma moto, omba kama utaomba tena kwa jina la Yesu Kristo. Washa moto kwa damu ya Yesu. Rikamanda rabaraba. Haya maombi yanabadilisha historia yako. Omba, omba, omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa jina la Yesu. Rikabababa, 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 rakatakapa, rikamando saka, raba, 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 ramasakaba, rakamando saka. Washa moto, washa, washa moto, washa. Hakuna kuzima wa damu na kondoo. Kemea, 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 kemea kila uovu, kemea roho za pombe kwenye familia yenu, kemea roho za ulevi, kemea roho za ushoga, kemea kwa jina la Yesu. Kemea roho za maskini, kemea roho za uchawi, kemea kwa damu ya Yesu. Kemea roho za magonjwa, kemea kwa damu ya Yesu. Kemea hizo nguvu zote, kemea hizo nguvu zote, roho ya kutokuokoka na ikemea kwa jina la Yesu. Kemea, kemea, kemea kwa jina la Yesu. Kemea, kemea, kemea wote Adamu na kondoo, kemea kwa Yesu. Kemea,
kemea, rikapaka, rikamasaka, rikamandosaka, rikamandorobasa, rikamandorobosa, 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 rikarabarabara, yakamandoroba, 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 rikamandorobasaka, rikabababababa, rikabandarabarabara, rikamandarabarabara, rabasakaramanda, rikamandorobosanda, rikamandorobosanda, rikamandorobosanda. Omba kwa jina la Yesu, omba Bwana Mungu, rikamasakataka, chokaramasakatapa. Hapa ndipo ambapo tunatafuta majibu yetu. Hapa ndipo ambapo lazima shetani achilie. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kila aliyeshikilia mali yangu, kila aliyeshikilia fedha yangu, kila aliyeshikilia chochote chini ya maombi haya, ninaachilia moto. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa moto Bwana, achia kwa moto Bwana, achia moto Bwana, achia moto Bwana, achia, achia, rimasaka, rikamandoro basaka, rikamandoro basaka. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, rikamasaka, omba Gideoni, rikamando saka. Tunarebo kila ngome zilizosimamishwa katika familia, kila moja kwa damu ya mwana kondoo. Haya, hizo roho zote zilizokamata uchumi wa familia, zilizokamata roho za kichawi, roho za kipepo, roho za kishirikina, tunaziharibu roho za kishirikina, tunaziharibu. Wengine waliwekewa roho za magonjwa, wengine wakawekewa roho za kutokuendelea, kila moja kwa agano lake, kwa damu ya mwana kondoo. Tunavunja hayo magano, rikomasateremosepa, tunavunja, tunaingia kwenye kila koo, tunavunja hayo magano ya kusema Bwana, Bwana unasema wewe Bwana umetupa neema ya kuharibu, ya kuvunja kila ngome na falme za ibilisi ndani ya siku leo, katika kila familia. Leo tunavunja kwa damu ya mwana kondoo, leo tunavunja, tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto. Roho zote za kuzalauliwa tunazikataa, roho zote za kurudi nyuma tunazikataa, roho zote za mauti, roho zote za mauti tunazikataa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Roho za uharibifu, roho za uharibifu, roho za uharibifu tunaziharibu. Ingine ziko roho za usagaji, tunaziharibu kwa damu ya mwana kondoo. Ziko roho za mauaji kwenye familia, tunaziharibu kwa damu ya mwana kondoo. Ziko roho za kutokuendelea, kutokusoma, tunaziharibu kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunapoteleza mambo, tunapoteleza mambo, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa jina Yesu, tunakataa kwa jina Yesu. Maovu yote ambayo waliyosababisha mabibi na mapapo, leo tunakata yote leo, leo tunakata yote leo. Leo cheni ya uovu inakatika, rema sepe ya karabasha, cheni ya uovu, cheni ya uovu inakatika. Bwana anasema nakata kwa upanga wa roho, kwa upanga wa moto, kwa upanga wa kamigale, kwa upanga wa kamigale. Inaona yote cheni ya uovu inakatika, leo cheni ya uovu inakatika, leo cheni ya kukosa kazi inakatika, leo cheni ya kukosa ndoa inaharibika, leo cheni ya cheni iliyofungwa, cheni iliyofungwa nazo tunazikataa, tunazivunja hizo cheni za kichawi, tunazikataa, tunazikataa hizo cheni za ugomba, tunazikataa kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto kwenye kila familia, kwenye kila koo. Wakuu wa kaya tunawaleba, hata kama walikufa wakafa na hatima za watoto wako Bwana. Ndani ya siku leo tunavunja hizo kazi zao, yale magano walioyatamka kwa kuchinja mbuzi, kwa kuchinja mapaka, kwa kuchinja mambwa, wakaweka magano, wakaweka damu kwenye vipoyo, wakamwaga damu nje panda, wakatamka maneno mazito kwa ajili ya kufunga watoto wako, kwa ajili ya kupoteleza magano kwa watoto wako kizazi cha nne. Leo Bwana tunakupenda wewe, wewe uliyesema una wale homo maelfu wakupendao. Basi ndani ya siku leo tunakata hayo mapatilizo. Mwambie Bwana ninajitoa kwenye hiyo njia, ninajitoa kwenye hiyo njia. Yamkini kwenye familia yenu hakuna wana wa boda, wacha niwasili tena. Mwambie Bwana mimi ni wa kwanza, ninajitoa mimi na uzao wangu, rimosete rimasapayaka mama marekete riba, ninajitoa na uzao wa viuno vyangu ribababaseyemo. Inawezekana kwenu hakuna wanaoendelea, sema mimi ni wa kwanza, sema mimi ni wa kwanza, sema mimi ni wa kwanza, sema mimi ni wa kwanza. Wengine wamewekewa viwango vya kufanikiwa. Ukipata hela fulani, ikifika mahali hapo iendicho, utaumwa, watoto wataumwa, ili mradi
usifanikiwe, ili mradi usivuke viwango ambavyo mabibi na mababu waliviweka. Wao wakasema kwamba tutafanikiwa rohoni katika ulimwengu wa giza, lakini duniani tutakuwa masikini, tutaishi kwa kuomba. Kataa batilisha kataa kwa jina Yesu, kataa kwa jina Yesu, kataa kwa jina Yesu. Simama katika zamu yako. Habakuki anasema nitasimama katika zamu yangu, nisikia atakao niambia Bwana. Na wewe simama sasa katika zamu yako, piga hizo ngome zako zema, hizo ngome zako zema zilizosimama kwenye familia yako, ziko za kiganga, ziko za kishetani, ziko za ibilisi, ziko za wasate, ziko za mawaje. Ayapiga kwa jina la Yesu. Achia kwa damu ya Yesu, achia familia hiyo, achia familia hiyo, achia familia hiyo, achia kwa jina la Yesu. Fanya vita kila kitu ambacho unakiona ukielewi kwenye maisha yako, hebu fanya vita, fanya ukimaanisha kwa jina la Yesu. Maombi yana nguvu za kuangusha ngome, maombi yana nguvu ya kuangusha kuta, maombi yana nguvu ya kupasua miamba, maombi yana nguvu ya kuchimbua mashimo kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu kila upinzani. Biblia inasema Yeriko ilifungwa, hakuna aliyeingia, hakuna aliyetoka. Yeriko ilifungwa, hakuna aliyetoka, hakuna aliyeingia. Yeriko ni nini? Ni kila ambacho unatamani uende, lakini kuna Yeriko imezuia, ni kizuizi. Tunaangusha hizo kuta zote, tunaangusha hizo nguvu zote. Pasua kwa jina la Yesu, piga 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 kwa jina la Yesu. Yanawezekana, yanawezekana. Tunamlazimisha huyu aliyesikilia apate kuachilia, tunalazimisha wale waliofunga wapate kufungua, tunalazimisha yale yaliyoibiwa yapate kurudishwa, tunalazimisha yale magonjwa yanayotungangania yatuachilie, tunalazimisha kwenye maombi ya leo sambaratisha kabisa, haribu kabisa, nikatakapaka hicho kitu ambacho kimekuwa sumu kwenye maisha yako. Kiambie leo unaniachilia, utake usitake unaniachilia, utake usitake. Enyi roho za familia, enyi roho za ukoo, enyi madhabahu za familia, enyi madhabahu za ukoo, mnanishikilia, niliwafanyia nini? Lazima mutoke. Pasuka, vunjika, 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 na vunja, na vunja, 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 vunja. Rakatakapakata, rikashakatakapa, uramashakatapa. Ukiwa serious unaachiliwa, ukiwa serious unatoka, ukiwa serious kuna vitu vinatendeka kwa jina la Yesu. Umekaa katika hiyo hali kwa muda mrefu, hauoni mpenyo. Umekaa katika hiyo hali kwa muda mrefu, hauoni mbele. Umekaa katika hiyo hali kwa muda mrefu, umekosa amani. Leo iambie hiyo hali, ninawatangazia kwa jina la Yesu, lazima mniachilie kwa moto Bwana, lazima mniachilie na chochea moto, lazima mniachilie. Rikatakapakata, rikashakatakapa, erimasakatakapa, eriamasakatakapa. Hiyo hali naikataa, 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 naikataa. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kataa, 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 kataa. Rakashakapa, rakashakatapa, rikashakatapa, eriamasakatapa, eriamasakatapa. Shambulia vikao vyao, shambulia nguvu zao, shambulia ila zao, shambulia vijua hivyo, shambulia madhabahu zao, madhabahu za kifamilia. Rakatakapakasha, hayo mashetani, hayo mamizimu, hizo roho za watu waliokufa ninazishambulia. Rikatakapakata, erimasakatapa, eriamasakatapa. Omba kazi Yesu, omba kwa jina Yesu, washa moto. Eriamasakatapa, rakata, rakasakata, rikabakata, rakatakapa, eriamasaka, rakata, eriamamamama, 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 ekaramandosaka, eriamamamama, eribobobobosaka baba, erimamama, rimamama, ekaramasakapa, karosekete, erimasikapakata. Yesu akasema mengine hawezekani mpaka kwa kufunga na kuomba, mpaka kwa kusali na kuomba. Nasi Bwana tumefunga leo, tumefunga leo. Siku ya 10 yatawezekana, yasiowezekana tunayawezesha kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto,
kamata. Umekamatwa na tatizo sugu, ita moto kwa jina la Yesu. Tumbo linakusumbua na vidonda, ita moto kwa jina la Yesu. Una kisukari, una kansa, ita moto kwa jina la Yesu. Ugonjwa unasikia, shida inasikia, ugonjwa unasikia, shida inasikia. Likapakataka, rakatakapa, rakatakapa, likamando saka, likamando saka, likamando saka, likababababa, rakataka, rakataka, rakata, rakata, rabasa, 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 bashapaka, elimasakatapa, naitamata, 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 moto Bwana, moto teketeza, moto unguza, moto rama, adabasa, rakasuka, rakata, rapa, rakapa, rapakasu, 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 rapa, repa, rapa, rapa, papa, papa, rapa, papa, papa, rapa, papa, papa, rapa, papa, papa, elia masakapa, eli masakataka. Ni nani wewe unayezuia? Ni nani wewe uliyekamata? Nasema kwa jina lazima uachie, lazima uachie, lazima uachie, lazima uachie, lazima uachie. Piga, 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 piga kwa jina, piga miungu yao, piga utasa huo, piga kifafa hicho, piga kisukari hicho, piga umaskini huo, piga madeni hayo, piga kwa jina la Yesu, piga aibu hiyo, piga kudhuluka huko, madawa yakanda, piga, 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 fieka, fieka, fieka kwa Yesu, fieka, fieka, fieka wachawi, fieka, fieka, fieka nguvu za giza, fieka haraka, fieka, achia, 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 Yesu, 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 achia, mata, mata, rakataka pakata, rakataka pakata, rakataka pakata, rapakataka, rapakata, ramasaka, erimasa, ramasa, rekamando, ramasaka, erimakata, erimasaka, endarabakata, remasaka mando, ramasakata, eriamasaka, erimosikaba, eriamandurubosa, 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 erimakando, erimakando, yomanturomasa, erimandurubasa, erimandurubasa, Adamu na kanda. Kuna vitu vinaachilia, endelea kuangangania, endelea kuomba kwenye Yesu. Kanisa likamwomba kwa Mungu, likamwombea Petro kwa bidii ili Petro atoke gerezani. Wakaita usiku kucha, Petro akatoka. Kuna Petro wa mtu yuko gerezani, kuna ndoa ya mtu iko gerezani, kuna kitu cha mtu kimekamatwa leo. Ninatangaza kwa jina la Yesu, lazima tutoke. Huduma inatoka, ori masaka, washirika tunatoka, ori masaka, watumishi tunatoka, Adamu mwana tanda, fedha zilizokamatwa zinatoka, biashara iliyokamatwa inatoka, afya iliyokamatwa inatoka, kila kitu kinatoka. Ninatangaza kutoka, ninatangaza kutolewa. Rika masaka rabaka, rika manduru musikaba, rika manduru musaka, rika manduru musikaba, rika manduru musakaba. Hapo unayetutazama, kuna kitu kinatoka, kuna kitu kimezuiliwa. Ninasema tunatoka, ninasema tunatoka, ninasema tunatoka, ninasema tunatoka, ninasema tunatoka. Hiyo kazi inatoka, hiyo biashara inatoka, hiyo ndoa inatoka, hiyo afya inatoka, hiyo inatoka. Toka Yesu, rakapakasa, rakasakapa, rakapakata, ayamasa, rika, shakapakata, yamasakapa, eriamasakapa, 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 rapakata, 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 rakata, 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 ramasakatapa, ikamandosakapakata, kubarasakatapa. Usikubali kuonewa, tunaye Bwana anayetusikia. Usikubali kuonewa, usikubali kubaki na magonjwa hayo, usikubali kubaki na mateso hayo. Leo tunayambia ni mwisho sasa, achilia leo. Ori amasakapa, eri masakapa kata, rakasoka paka, eri masakapa, rakatoka, rakaso, anto, anto, kabasa, baso, rakoso, rakaso, rakaso, rimakapu, rikapakaso, kapakatuso, ramasaka, eri masaka, ekamato, ekamaso, rapakos, rimasa, 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 katika jina la Yesu aliye hai, rikamasoka tapa, emasoka pakata. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu tunajua tunashinda vita. Rimasaka takaparaba. Nenda mbele za Bwana sasa. Anza kumwambia Mungu, tutambulishe Jehova.
Tambulisha kanisa lako, tambulisha huduma hii, tambulisha mtumishi wako. Nikapaka shakapa. Anza kuombea hivyo, kisha nitakwambia tunaanza na kanisa, tunakuja kwako sasa. Muombea, Bwana tutambulishe. Huduma ni jambo la kiroho, ni Mungu pekee awezaye kuinua. Bwana tuinue, niinue kanisa lako. Tangaza madhabahu hii, tangaza huduma hii. Masaka takapa. Kila atakayesikia Bwana awe na shauku, awe na shauku, awe na kiu ya kusogea kwenye madhabahu yako. Bwana, hatuwezi kujitambulisha, ni wewe Yesu utambulishaye, ni wewe Bwana utambulishaye. Wadamu Yesu, wadamu Yesu, wadamu Yesu. Usiguse maiki, rikapakatakapa. Achana na maiki, rapakashakapa. Mwambie Bwana tutambulishe, tutambulishe. Achana na kinanda, wewe omba. Mwambie Bwana tutambulishe, tunatamani ututambulishe. Tambulisha Bwana kama huduma nyingine ulivyozitambulisha, kama ambavyo ulimtambulisha Yesu baada ya kumaliza siku 40. Ramasakatapa. Tutambulishe Bwana, tutambulishe na washirika wetu, watambulishe Bwana wenye huduma wote, tutambulishe. Itambulishe jaisi Ramasakatapa kwa mataifa, kwa watu, tutambulishe, tutambulishe kwa jina la Yesu. Rapakatakapa. Nenda mbele za Bwana sasa, mwambie akutambulishe na wewe, atambulishe kazi unayoifanya, atambulishe kazi ya mume wako, atambulishe wokovu wako. Mwambie Yesu nitambulishe, sio mpaka ujitambulishe. Bwana akutambulishe kama alivyomtambulisha Yusufu, kama alivyomtambulisha Daudi, kama alivyomtambulisha Daudi. Ripakatakapa. Bwana akutambulishe, Bwana akutambulishe, Bwana akutambulishe, Bwana akutambulishe. Utambulisho wa Yesu, utambulisho. Huwezi kutambulisha umekaa wewe mama. Simama, simama, simama kwa jina la Yesu. Anza kumwambia Bwana nitambulishe, anza kumwambia Yesu nitambulishe, nitambulishe. Tambulisha maisha yangu, tambulisha biashara yangu, tambulisha kazi yangu, tambulisha utumishi wangu, tambulisha uchungaji wangu. Baba nitambulishe, nitambulishe Mungu kwa watu wako, nitambulishe Bwana kwa viumbe vyako, nitambulishe Bwana kwa nyanga lako, nitambulishe Bwana kwenye nchi, nitambulishe Bwana kwenye dunia hii, nitambulishe Bwana kwenye mji, kwenye mtaa, nitambulishe. Rikapakasha, rapakataka, rikasakatapa. Utambulishe, utambulishe, utambulishe katika jina la Yesu aliye hai. Nenda mbele za Bwana sasa, anza kuita watu kwenye ulimwengu wa roho. Alika watu, alika walioko masokoni, alika walioko maofisini, alika walioko kwenye siasa, alika walioko mashambani, alika walioko mtaani, alika watu. Ukishawalika anza kuwaita, anza kuwaita. Alika watu sasa. Ripakataka paraba, rikamandosakaba. Baba tunaalika watu, tunaalika watu, tunaalika watu, tunaalika watu, watu wa kila namna, watu wa jinsia zote, hata matajiri tunawaalika, hata wenye vyeo tunawaalika, wa ofisini tunawaalika, tunawaita kwenye madhabahu. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo, 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 njoo. Wito wa Bwana usikike, sauti isikike. Njoo, sauti isikike, itembee Bwana kama mshale, kama umeme, isikike masikioni mwao, ikiwaita madhabahu ya JC. Tunaweka mwaliko wa kiroho wa damu Mwana-Kondoo. Tunaita wageni, tunaita wasiojua madhabahu wakaijue kwa jina la Yesu. Tunawaita, 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 tunawaita. Ita, 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 ita hata mume wako anayekataa kuja kanisani, ita hata watoto, ita hata majirani, ita hata ndugu, ita kwa jina la Yesu. Waite, 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 waite kwa Yesu. Wanasikia, ita, ita, ita. Njoo, njoo, njoo. Rikapakashaka paramanu, rikamandara saka, rikamandoro sindara kaitamo, rikamandara, 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 rikaba, 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 rikabo, 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 rikabo. Ita, 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 ita kwa jina la Yesu. Karabashaka. Nenda mbele za Bwana sasa, mwambie Bwana tunatamani utuinue kiuchumi. Inua uchumi wa kanisa, inua uchumi wangu. Ombea kanisa, inua Bwana atuinue. Tukiinuka hata mifuko yetu inainuka. Bwana tunakataa roho ya kukaa chini, roho ya kutokumiliki. Tunaombea Bwana Yesu hii madhabahu, naombea Bwana Yesu madhabahu yako iinuke kiuchumi, uchumi wa kanisa uongezeke, maana pasipo fedha hatutafanya huduma. Baba tuinulie watu, Baba tuinulie mataifa, Baba tuinulie watu, maana Mungu unazo fedha nyingi, maana Bwana unao watu wengi. Tuletee fedha Bwana kwa ajili ya maendeleo ya kanisa la damu ya Yesu. Tunaombea uchumi wa kanisa. Ninapoombea uchumi wa kanisa, ninaombea hata watu wangu wakapate kuinuka, wakawe waaminifu kukutolea. Ninawaombea kwa jina la Yesu.
Yesu, ninaombea vipato vyao, hata kama ni vidogo vitaongezeka kuwa vikubwa. Ninawaombea kwa jina la Yesu, ninawaombea kwa damu ya Yesu, ninawaombea kwa damu ya Yesu, ninaombea vipato vyao, ninaombea uchumi wako. Mwambie Bwana kuinua kiuchumi, mwambie Bwana ongeza uchumi wako. Mwambie Bwana, ukiniongeza nitakutolea. Mwambie Bwana, ukiniongeza utafaidi Bwana. Rapakatakapa eri masaka mandurubo sakaraba eri amandurubo sandara makariba ripakatapa rikapakatapa rikatakaparaba 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 rapapapapapapa rapa ripasaka paramasoka riposa ramanto ripakatosha 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 ripakatosha. Bwana, inua kazi yako, inua uchumi, inua wanawake, inua wanaume, wainuke, waongezeke kiuchumi kwa jina la Yesu. Kiuchumi waongezeke, waongezeke kibiashara, waongezeke kikazi, kimtaji, kipato, kifedha, waongezeke. Rikapakatakapa rikapakatakapa kwa jina la Yesu. Rikamandorobo sakarabakandorobo sakarabakandabo. Nenda mbele za Bwana, najua na mahitaji yako. Peleka mahitaji yako mbele za Bwana sasa. Peleka mahitaji yako. Huu ni wakati kwa dakika zilizobaki. Peleka mahitaji yako mbele za Bwana. Mwambie Mungu akutendee nini. Mwambie unatamani Mungu afanye nini. Mwambie Yesu, natamani unitendee. Tendea kwenye maisha yangu. Nitendee Bwana. Usinisahau mfalme. Nitendee Jehova. Kwa damu wana kondoo. Rimara barabaraba. Rimakarabakandabo. Rikamandorobo sandabo. Rikabakataraba kando eri masakara bakando. Kila mtu ana mahitaji. Mwambie Bwana hitaji lako. Ori masakara bakandabo ori amashaka taramando eri masakara mando rimondo romandama ripurubu zikarabando rapakateshe teperebo koriba rimandara seketerebo ori masaka mandoro seketerebo. Mwambie Bwana, mwambie Yesu, mwambie mfalme, mwambie kimbilio, mwambie ori masakatapa. Mwambie juu ya hitaji lako, mwambie juu ya mahitaji yako. Rapakatashaka paraba. Usimwambie mwanadamu, usijisumbue kwa neno lolote. Mwambie Mungu anakusikia kabisa. Yeye ni rafiki yetu, Yesu kwetu ni rafiki. Ambiwa haja pia. Ripakatakashakapa. Mwambie Bwana shida yako, mwambie Yesu shida yako. Rapakatashaka parabando ori masakaramando ora mashantaraba ori masakaraba rimasakataraba ori masakaraba ripakashaka rimasakama rapakatoshaka ori masakatapa. Endelea kumwambia Bwana, endelea. Mwambie ripakashakata. Nasema asante. Rikapakatoshiki perima. Mwambie shida yako. Mwambie haja yako. Mwambie. Arabasa. Anasikia. Rimasakabo. Rima. Yes. Yamandokoria. Rimando zaka. Pashenturu. Mendokoria. Limando zikatapa. Rakato shikamando. Ripa. Robo sapakata. Rikamando robo sekeri makando. Rikamando robo sekeri makando. Rikababa. Riko sakata paramando. Asema pada sauti yako. Nasema wewe
nasema toa sauti yako. Mungu anapokea maombi yetu. Katika yote nasema Bwana asante. Hata katika magumu nasema nasema asante, asante. Mimi nasema yes, nasema Masia, nasema asante, asante. Bwana yuko mahali hapa. Roho wa Yesu yuko mahali hapa. Anataka aguse maisha ya mtu mmoja ambaye amezamiria. Asante wewe ni Baba, katika jina la Yesu, bariki watoto wako. Kwa macho ya mwili hakuna anayeweza kuona, lakini kwa jicho la Roho, Yesu, wewe ni mwema sana. Naziona baraka, milango mbalimbali ikifunguka juu ya watoto wako. Ninaona ambao walikuwa wanalia Bwana wanacheka. Ninatamka kama mtumishi wako, mpenyo kiroho, mpenyo kimaisha, mpenyo kifedha, kibiashara. Yesu akapenye, tukapenye kihuduma na kila mahali, in Jesus name. Ngoja mapenzi yako Bwana yakatimizwe. Shakarama ndurubusi. Asante Yesu, wewe ni mwaminifu. Nalihimidi jina lako na kulibariki katika jina la Yesu, amen. Pigie tena Yesu makofi. Nani kawaambia mkae? Tusimame. Halo. Kumbe shetani hajawatoka. Yaani hata sijasema mkae imeshaka. Mtapona kweli nye? Saumu umekaza? Wangapi mmefunga toka siku ya kwanza? Ujaribu hata siku moja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wangapi mmefunga walau siku 5? Wangapi hujafunga kabisa? Toka tuanze. Uwe mwaminifu. Nauliza nikiwa na maana. Hujawahi kufunga hata moja? Hawa ndo wakina Yuda hawa. Unadhani ndio maana maombi yanakuwa magumu. Sasa mfungi, kwa nini amfunga? Okay, shusha. Ambaye hujafunga nipe sababu. Ambao umefunga kaa chini. Kaa chini ambao umefunga. Ambao mjafunga mimi nimewaona mmenyosha mikono. Anaanza na mama wawili. Kwa nini ufungi mama wawili? Na meza dawa. Ulivyo umu uliniambia mchungaji niombee na umu. Umeshafeli. Kaa. Na huyo mama mgeni kaa. Wewe kwa nini haufungi? Kaa, kwa sababu una kitambi. Kaa. Wewe mwana kwa nini haufungi? Dawa za nini? Za kansa? Kaa. Ulishika kitambaa wewe, kwa nini haufungi?
Anyonyesha miezi mingapi? Shetani kweli kweli. Kaa, umeshafeli. Mage huyu. Hauna sababu wewe, kana kufahamu vizuri tu. Priska, hao ndo wapenda kula watoto mama Yusufu hao. Mage vipi? Tuna wagonjwa wengi. Kaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi unajisikia vizuri kutokufunga? Yaani mimi nisipofunga nita yaani sijui itakuwaje. Wangapi wanasema tutaanza kufunga? Wale ambao mlikuwa mfungi mnasema tutafunga. Wewe ambao una mwaka mmoja unanyonyesha, acha uongo. Mtoto unaweza ukamnyonyesha na ukafunga bado. Mtoto wako hali chakula chochote? Anakula? Wangapi wanasema tutaanza kufunga kabla ya siku 40 kuisha? Bora mkono wa Mage kule unakuja. Tufunge watu wa Mungu, tutafute ushindi. Sema amina. Halo. Lazima tufunge. Alafu sasa atukondi. Kuna naye konda hapa kifungo. Labda Francis ndio naona kama Francis, wewe umefunga siku zote? Sasa mpaka sasa umefunga siku ngapi? 3 ulikula. Hata leo umekula. Justine, umefunga? Toka hapo kwenye simu. Unaitia mkosi, toka. Francis nenda kwenye simu. Yaani kijana hauna majukumu unashindwa kufunga. Haya. Ipo siku ipo siku tu. Mimi hilo nalijua. Bwana asifiwe. Mfungo wa kanisa ni mzuri mkiwa wengi, ila Mungu akikulazimisha ufunge peke yako ndo utalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe, kama uumwi chochote, funga kuanzia kesho, tuendelee. Utukute kwenye safari, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu Mungu anafanya au wewe auone? Kuna kitu unaona? Ngoja nikufundishe neno kidogo alafu nikuombee urudi nyumbani. Tunaanza saa 10:30, lazima tuombe risali zima mpaka saa 11:30 tunaomba, au 11:40 mpaka tuombe risali zima. Kwa hiyo kuna wengine naona mnakuja saa 11 na wakati mlikuwepo nyumbani, labda ambaye alikuwa kazini. Unatakiwa uwahi ili upate muda wa kuomba. Usije tu kama ngoja nitegeshe muda, nitakuta wanamaliza mtumishi anahubiri, umeshafeli. Kwa sababu tafsiri ya kufunga lazima tuombe. Hakuna mfungo kama hujaomba. Umeshinda na njaa. Sema amina. Yoshua 1. Yoshua 1 sura ya 6 mstari wa 6. Yoshua 1 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: uwe hodari, maana wewe utakayewarithisha watu wao nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo wa nini? Watu wa Mungu, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mwambie mwenzako uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mambo ya Mungu yanahitaji uhodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Nataka tu nikwambie kwa dakika 5 au 10 kwamba Mungu afanye kazi na watu waoga, watu waliojaa mashaka na hofu. Hakuna kitu kinachomsikitisha Mungu kama mtoto wake akiwa na mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona alipowatokea watumishi, cha kwanza alianza kwa kuwapa moyo wawe imara, kwa sababu imani ni vita. Imani tunakutana na magumu ambayo hakuna mwanadamu anayoweza kuyatatua, bali anamhitaji Mungu. Kwa hiyo Mungu alianza kwa kuwapa moyo. Anamuita Yoshua, anamwambia uwe hodari na mwenye moyo ushujaa. Hakuishia hapo Mungu.
Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwaofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Bado Mungu anaongea na wana wa Israeli. Ni watu waliokuwa wamejaa mashaka na hofu. Sikiliza, ukiona mashaka bado yanakung'ang'ania, hofu inakung'ang'ania juu ya unachoamini, unajiuliza, hivi kweli Mungu anaweza akafanya hivi? Shughulikia na hiyo hali. Hiyo hali ni zaidi ya pepo, kwa sababu hiyo hali haitokuletea majibu, kwa sababu Mungu anasema, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, kuna kitu Mungu anakizungumza juu ya watu wenye hofu. Mungu atendi kazi na mtu mwenye hofu, atendi kazi na mtu muoga. Ndio maana Biblia inatuambia tuwe mahodari na watu wenye moyo wa ushujaa, mtu usiyetikisika hata kama ukipita vipindi vigumu. Waebrania 10:38 inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Ukisitasita, wewe umepoteza furaha. Mungu amepoteza furaha. Mungu akipoteza furaha, uwezi kumhudumia mtu ambaye hauna furaha naye. Ndivyo Mungu inavyotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tuwe hodari na wenye moyo wa ushujaa. Jifunze kulazimisha ushujaa katika maisha yako. Shujaa ni mtu asiyeogopa, shupavu, jasiri, ambaye atishiki na kitu chochote. Mungu anatamani apate watu kama hao. Ila watu wengi wanaosema wameokoka, wanampenda Yesu, ni watu ambao ni waoga sana. Wakikutana na magumu, wakikutana na dhiki, kumwacha Yesu ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Dalili ya kwanza kwamba wewe sasa umempata Mungu na hakuna kitakacho kushinda na Mungu atatembea na wewe, ni pale unaposikia jambo la kutisha, lakini wewe unasikia moyo wako unasema Mungu yupo. Katika hili Mungu yupo. Umesikia mtu amekusema mabaya, unasema Mungu yupo, atalipa. Sio unawaza namna gani ukamshambulie. Mungu yupo. Mungu anayenipigania atafanya kazi. Unadhani kwa nini wakina Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuteketea katika tanuru la simba la moto? Walimwambia mfalme, tunajua Mungu tunayemtumikia anaweza kufanyaje? Kutusaidia. Hawakutikisika. Mfalme, tusamea. Walikuwa ni mahodari na wenye moyo wa ushujaa. Mungu akupe moyo wa ushujaa kwa jina la Yesu. Usiwe na hofu. Usikatai kufunga kwa sababu una vidonda vya tumbo. Ujawa hodari wewe. Vidonda vya tumbo vitakusumbua kwa sababu umeshinda njaa ya kawaida, lakini vidonda vya tumbo viwezi vikakusumbua kama umefunga. Nina uhakika ukifunga vidonda vya tumbo viwezi vikakusumbua. Yaani ufunge ushinde unaomba, afu vidonda vya tumbo vikusumbua, haitakuja kuwezekana. Kwa hiyo shetani anachokifanya anakuweka hofu, uoga. Ukifunga utaumwa, utafanya hivi. Hujawa na moyo wa ushujaa. Kuwa hodari na mwenye moyo wa ushujaa, utaziona baraka za Mungu. Sema amina. Haleluya. Lakini angalia, Biblia inaendelea kusema kwenye Kumbukumbu la Torati hiyo 31 hiyo niliyokuambia mstari wa 7. Pale tulisoma mstari wa 6. Sasa tusome mstari wa 7. 31 mstari wa 7. 31 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: Musa akamuita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu wao hata nchi Bwana aliyowapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawatajirisha, nawe utawarithisha. Kwa nini haya maneno anayorudia Musa? Mungu kasema, Musa anarudia. Kwa nini? Kwa sababu safari ya Yoshua kuwaongoza wana wa Israeli haikuwa rahisi. Yaani ndio umekabidhiwa kundi uliongoze, unakutana na ukuta wa Yeriko. Umetulia pale ukuta wa Yeriko, lakini unaambiwa lazima upite kwa sababu safari bado inaendelea. Nisikilize, ukikutana na changamoto yoyote katika swala la imani, usiishie pale. Bado safari inatakiwa uendelee. Unatakiwa hiyo changamoto iruke, uendelee na safari. Sawa sawa? Yoshua anaambiwa haya maneno kwa sababu Mungu alijua. Unajua Yoshua alikutana na vitu vikubwa sana vigumu. Ila Mungu anamwambia uwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Jifunze kupiga moyo konde, ndugu yangu, katika masuala ya imani. La sivyo unaweza ukamwacha Yesu asubuhi. Na ukiona wewe ni muoga wa changamoto, imani
hauwezi ukaendelea katika imani. Walio wa imani waliweza majaribu, walistahimili. Sema amen. Sema amen. Angalia Biblia inachokisema tena kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 9:7 na kuonyesha. Lakini usisahau neno shujaa au neno ushujaa limeandikwa mara 23 kwenye Biblia, lakini neno hodari limeandikwa mara 36 kwenye Biblia. Kwa hiyo ni maneno ambayo ni ya msingi sana tukayaelewa kwamba Mungu anakusudia, kwa sababu hofu ndio inayomleta shetani. Ukishaogopa tu shetani yuko pamoja na wewe. 9:27 kitabu cha Matendo ya Mitume Biblia inasema, lakini Barnaba akamtoa akampeleka kwa mtume, akawaeleza jinsi alivyomuona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Huyu ni Barnaba, amempeleka Paulo, anamtambulisha kwa mitume. Paulo aliyekuwa muuaji alikuwa anahubiri neno kwa ushujaa, haogopi mtu yeyote. Hofu ya kibinadamu imekwisha isha. Ndio maana watu walishinda katika Injili, walikuwa hawaogopi chochote. Unawafunga asubuhi wanalala, asubuhi wanaamka wapo sokoni wanahubiri. Unawapiga fimbo sokoni wakiwa uchi, milango ya gereza inatikisika, wanatoka unawakuta wanahubiri. Hakuna aliyezuilika, hayupo ambaye alizuilika kwa sababu ya ushujaa. Shujaa hajawahi kushindwa. Sema mimi ni shujaa. Haleluya. Uwe hodari na mwenye moyo wa nini? Ushujaa. Washirika wakiwa na moyo wa hodari na ushujaa hawatakosa hata ibada. Ujue kinachofanya watu wengi wasihudhurie ibada ni hofu ya maisha. Halo? Ni hofu ya nini? Ya maisha. Kwamba hivi haya masaa mawili ningekuwa nimepata fulani. Lakini nataka nikwambie, chunguza vizuri kwenye maisha yako ambayo unafanya biashara, uone muda wa ibada kama unaweza kupata wateja. Kama kweli unampenda Yesu, utashangaa muda wa ibada hakuna ambaye ananunua bidhaa. Lakini watu wana hofu, hawana moyo wa ushujaa. Mtu mwenye moyo wa ushujaa ni yule ambaye yani maisha yake anajua bila Mungu hawezi kwenda popote. Lakini angalia andiko lingine, hiyo Matendo ya Mitume 9:29. Biblia inasema hivi, akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi Kiyunani, nao wakajaribu kumuua. Ni Paulo shujaa, ananena neno kiushujaa. Omba maombi kiushujaa, amini kiushujaa. Hata kama mambo yaeleweki, wewe kuwa shujaa. Shujaa ni yupi? Ni yule ambaye analiona tatizo lakini anasema hapa navuka, ninaye Yesu ananivusha. Halo? Sio unakutana na magumu, wenzako wanaanza kukusemesha na wewe unaungana na wenzako, unaanza kutetemeka. Kiushujaa. Shujaa imani yake haribiwa. Binti mmoja tena anasali hapa akaniambia alisikiliza mafundisho ya kishetani huko mtandao. Ndugu zangu, si kila kitu kinafaa kusikilizwa mtandaoni. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Yule binti akasikia, ni mtu anayefuatilia watumishi, akasikia mtumishi mmoja amehubiri, amesema kioo kinapitisha wachawi chumbani kwako. Akanitafuta kabisa binti, pastor, nimechanganyikiwa, mimi napenda vioo, viko huku na huku, hivi ni vibomoe? Nikamwambia, nani ulishawahi kusikia madhabahuni tunafundisha fundisho kama hilo? Akasema hapana. Nikamwambia, sasa umelitoa wapi fundisho hilo? Ila mimi nilikuwa nimeshaona yule mtumishi alivyohubiri. Nimeona kuna nabii mmoja. Nikamwambia, achana na nabii, wewe angalia wapi kwenye Biblia pameandikwa kwamba kioo kinachopitisha mashetani na wachawi ni dhambi na kutokuomba tu na uzembe wa ibada. Ndio wachawi lazima watakukaba. Ila umeokoka, unasali, umejaa roho, mchawi anapita wapi kukukaba? Anapita wapi kwenye nyumba yako? Yule binti sio hodari na hana moyo wa ushujaa. Amen. Mimi nataka nikwambie, mimi nilivyo, hata wewe uniletee ndoto kwamba nimeota mchungaji unachinjwa kichwa, sintaogopa. Sintaogopa. Nitasema nashukuru kwa maono. Ila nitakwenda nikisikia kama Roho Mtakatifu ameclick, nitakwenda kuomba. Ila sintababaika. Sio kama wewe unaletewa habari unasema basi nimeisha. Umeota nafanyaje? Mchungaji nimeshakufa mimi tayari. Binadamu wewe nani alikwambia uwe hodari? Kwa sababu shetani kama hauko shujaa na uko hodari, ni rahisi sana kushambulia imani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia hiyo Matendo ya Mitume 13:46. 13:46, yes. Angalia hapo Biblia inavyosema.
13:46 Matendo ya Mitume anasema hivi, anasema Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia mataifa. Wamefika mji mmoja, wanahubiri wakina Paulo, watu hawataki kuwasikia, lakini Biblia inasema walinena kwa ushujaa. Umeenda kumshuhudia mtu akuelewi, mshuhudie kwa ushujaa. Sema amen. Bwana asifiwe. Yaani umemwendea mtu kumwambia habari za Yesu, alafu sijajua washirika wa siku hizi kwa nini hawashuhudii watu wenzao, hata hawajui kushuhudia. Yaani imani yako ni imani yako, wakati una jirani anakabwa na mapepo kila siku. Zamani mimi ninavyojua, kipindi naokoka, mtu akiwa rafiki yako huyo lazima aokoke. Mimi nilikuwa na urafiki na jamaa mmoja, alikuwa ni ustazi, anaitwa Rashid, mpaka leo yuko Mbagala. Aliokoka, akaenda Upaleni kwao, wakamweka kikao kumchinja. Ila mimi yoyote ambaye nilikuwa nikitembea naye hivi, siku moja mzee wangu alikuwa hataki niokoke, nilienda na mdogo wetu wa mwisho, nikamvuta nikamshuhudia, nikampeleka kanisani. Mzee aligomba sana, unataka kumbadilisha na huyu mtoe Roma? Aligomba sana, alikuwa anajua tu akiwa rafiki na mtu lazima aokoke. Bwana asifiwe. Alafu sikiza nikwambie, hakuna urafiki kati ya mtu aliyeokoka, yaani ule urafiki wa undani kati ya mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Lazima kutakuwepo na shida sehemu. Hakuna urafiki wa namna hiyo, ila kuna kushirikiana kwenye masuala ya kijamii. Sawa? Ila sio urafiki fika. Ukiwa rafiki fika lazima, kama wewe unaye Yesu wa kweli, una ushujaa mkubwa, lazima utamvuta tu, atakubali. Kwa sababu kupitia wewe kuna kitu atakiona, ataona maisha yake yanabadilika. Ile ukishaona mko pamoja na anaendelea na maisha yake ya dhambi, maana yake wewe na yeye hamtofautiani, ila mnachotofautiana wewe unaenda kanisani. Sijui kama anasema na maisha ya mtu hapo. Bwana asifiwe. Lakini angalia Matendo ya Mitume 14:3. Biblia inasema basi wakakaa huko wakati mwingi, wakinena kwa ushujaa katika Bwana, aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Ushujaa. Amen. Tulikuwa tunasali na kijana mmoja alikuwa anaitwa Obedi, Mbeya pale. Akasikia injili ikamuingia. Abiudi alikuwa anahubiri juu ya imani isiyoshindwa. Hata kama mgonjwa, hata kama mtu amekufa akaletwa kufufuliwa, asipofufuka sio kosa lako. Unanielewa vizuri? Lakini unanisikia wewe mshirika? Yaani si uko hapa mtaani kuna mtu anaumwa vibaya, wewe mwambie Yesu anaponya, nataka nikuombee. Asipopona sio kosa lako, kwa sababu wewe sio unayeponyesha, naye iponyesha ni nani? Ni Yesu. Hata ungeomba mpaka asubuhi, kama Yesu hajataka kuponyesha aponyeshe. Kwa hiyo wewe sio kosa lako, wewe mwambie mimi haya magonjwa yanaponaga tu. Unaenda unamwekea mkono, unamwambia simama. Hata asiposimama, simama. Hata asiposimama, kimalizo utamwambia Yesu atamponya polepole, taratibu, unaondoka. Hauna lawama. Jamaa akasikia injili. Sasa siku moja mitaa aliyokuwa anakaa karibia na sehemu moja huko mjini panaitwa Mabatini, mtu mmoja amekufa, akatokea msibani jamaa sebuleni, akasema sikiliza, jeneza limewekwa pale, anasema huyu anafufuka. Watu wakasema nini? Akasema anafufuka, Yesu alifufua. Akawasomea maandiko, huyu lazima afufuke. Bwana asifiwe sana. Akaweka mkono, kaomba, anaita piga chafya, omba. Alipoona nusu saa, alikuwa anatusimulia, alipoona nusu saa imepita, akamwambia sasa sikiliza, hebu ngoja kwanza nakuja. Yaani ninaporudi hapa huyu jamaa amefufuka, nakuja. Akapita mlango wa nyuma huyo. Akakimbia kwao. Akaja akasema nimefufua, hajafufuka lakini nimejaribu. Hiyo ndio imani wa watu wa Mungu. Sema amina. Ndio maana wewe usiogope hapa kanisani. Ukiona mtu amekufa mtaani, watu wake wana imani kwamba anaweza kufufuliwa, waambie wamlete. Wakimleta anasema raza hapa,
naweka mkono, afufuka asifufuke shauri yao, lakini la msingi nimeomba. Sema amina. Unaweza ukashangaa, kwani zikiletwa maiti 10 unadhani haitafufuka moja wewe? Yesu anafufua. Inaweza ikafufuka moja hapa. Sasa wewe unaogopa, unaambia mna mashaka kwamba kifo chochote, hebu twende. Chukua namba za mimi, wakinipigia kusema kuna mtu amekufa, naambia siwezi nikawafuata kwa, naambia leta kanisani. Tunafufua. Sipofufuka ibada ya mazishi inaanzia hapo. Tunaweka ibada ya mazishi afu tunaenda makaburini. Ameshindikana kufufuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kuwa shujaa na hodari. Kuwa mwenye moyo wa ushujaa. Usiogope. Usiogopeshwe na maisha, usiogopeshwe na maneno ya watu. Shujaa ogopeshwe na vitu. Yaani shujaa yeye anachojua, msemaji wa mwisho wa maisha yake ni Mungu peke yake. Ndicho anachojua shujaa. Hata uje na nini, hata kusikiliza, hatasikia, lakini hayatamuingia wala hayatampunguzia mwendo. Shujaa. Daudi kwa sababu alikuwa ni shujaa, alipewa maneno ya dhiaka. Wewe Daudi mtoto mdogo, unaenda kupigana Goliati, unamjua? Yaani Daudi, Goliati alikuwa anafika kimo hiki, Daudi anafika hapa. Yaani Goliati akimpiga kwanza anapiga hivi. Watu wanamwambia wewe, kuna watu wamejaribu kushindana naye wameshindwa. Mmoja wapo ni mfarume Sauli. Alishindwa. Hakuna naye muweza, kwa sababu Daudi alikuwa ni hodari, mwenye moyo wa ushujaa. Akasema hapana, mimi nitakwenda kupigana naye. Nyie mmezimia mioyo, ila msizimie mioyo. Mimi naenda kupigana naye. Mtu ambaye ni shujaa sikilizaji maneno ya watu. Na ili ufanikiwe usitembee kwa maneno ya walioshindwa. Mtu aliyeshindwa hawezi kukwambia chochote. Sema amen. Yaani kwa mfano unakutana na mtu ambaye ameacha wokovu afa anakushauri juu ya wokovu. Ujue ni kweli Mungu naamini nishaokoka, lakini huyu hawezi wewe ukitaka siku zote tafuta marafiki ambao wameshavuka katika kiwango fulani, ambao wamefaulu, na wewe ndipo utakapofaulu. Hilo ukizungukwa na walioshindwa hata wewe utashindwa. Ukiwa na kikundi cha watu walioshindwa na wewe utashindwa. Wewe angalia, wewe hata kipindi mnasoma shule, uwezi kumkuta mtu ambaye ana akili nyingi shuleni ni rafiki wa watu ambao wapata sufuri mwishoni. Haitakuja kuwezekana. Mtu akishaongoza shuleni anakuwa ni kama special fulani. Marafiki zake ni wale ambao wanamfuatafuata nyuma, wa pili, wa tatu. Lakini uweze kukuta ana urafiki na mtu ambaye anapata 0 darasani. Amen. Utakuta wanaopata 0 marafiki zao ni wale wakaa nyuma kule. Piga kelele mpaka unasema wakorofi. Halo. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaelewa kitu nazungumza? Kuna mtu ananielewa? Lakini tuangalie ili andiko la Matendo ya Mitume 19:8. Bado na kuonyesha Mungu anavyosisitiza ushujaa. Kuna siri katika ushujaa. Akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Paulo ananena kwa ushujaa. Usiogope, unayo Yesu wewe. Hata ukiwa mtaani wewe mnene Yesu wako kwa ushujaa. Halo? Mnene Yesu wako kwa ushujaa. Mnene Yesu wako kwa ushujaa. Watu wamjue Yesu ambaye tunamtumikia. Lakini kuna jambo la msingi nataka nikusisitize. Lakini angalia Mungu alipomtokea Samsoni kwenye kile kitabu cha Waamuzi 6:12. Kitabu cha Waamuzi 6:12, andika nikusomee. Biblia inasema hivi, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Mungu alikuwa anajaribu kuondoa hofu kwa Samsoni. Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Kwa hiyo Samsoni kuanzia siku hiyo hata alipokuwa anakutana na Wafilisti anakumbuka maneno kutoka mbinguni aliyoletwa na malaika, kwamba malaika aliniambia mimi ni shujaa na Mungu yuko pamoja nami, kwa hiyo hata Wafilisti hawataniweza. Ndicho alichokuwa anajua Samsoni. Ndio maana alifanya maajabu makubwa sana. Aliangamiza maadui kwa sababu alikuwa anajua. Sikiliza watu wa Mungu, Mungu atendi kazi na waoga. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8, ili tumalize. Ufunuo 21 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, bali waoga, sikiliza, yani mwenye hofu ameunganishwa na watu ambao wanakwenda motoni. Nisikilize vizuri. Bali waoga, namba 1, wasioamini, namba 2, wachukizao,
wauaji, wazinzi, wachawi, nao waabudu sanamu, waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Yaani fikiria, uoga tu unajumuishwa. Adhabu ya muoga ni sawa na adhabu ya mchawi. Ujue kwamba hofu ni kitu cha hatari sana, kuogopa ni kitu cha hatari sana. Biblia inasema wote watawekwa kwenye lile ziwa liwakalo moto, na hii ndio mauti ya pili. Hofu ni hatari sana, mtu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wa kwanza, wahovu ukimbia pasipofuatiwa na mtu, bali wenye Mungu ni majasiri kama simba. Wenye haki, maana wenye Mungu ni majasiri kama simba. Hofu, ukiona hofu inakujia, maana yake kuna kitu hakiko sawa. Omba Mungu hicho kitu kikae sawa, kwa sababu kisipokaa sawa Mungu hatokaa na wewe. Wangapi mnanielewa? Mnanielewa? Ukishaona hofu tu inakujia, wakati mwingine unaweza ukao hujafanya chochote wala hujamtenda Mungu dhambi, ila hofu unasikia kama inakutikisa, anza kuomba, unaikata, kwa sababu hofu hiyo, jua kuna kitu hakijakaa sawa. Tafsiri ya hofu ni kwamba Mungu ameondoka, shetani ameingia. Ndio tafsiri ya kuogopa. Mungu hayupo, shetani ameingia. Hivi unadhani wana wa Israeli wasingekuwa na Mungu aliamua achilie mioyo ya ushujaa? Hivi wewe unaweza ukavuka Biblia unaposikia kwamba Mungu akagawanya bahari ya Shamu? Sio jambo rahisi kama unavyodhani. Sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi ndugu zangu. Yaani katikati ya bahari maana yake iliegamia huku, iliegamia huku. Yaani kama unavyoona ile gorofa ya Butiama ni fupi, labda gorofa nyingine moja au mbili kwa kwenda juu. Maana yake ndo maji yalikuwa hivi, maji yalikuwa hivi. Kwa hiyo wanapita katikati. Kama una moyo wa ushujaa huwezi kupita. Akili za kibinadamu zitaanza kusema, je, yakirudi maji? Sema amina. Ila watu, Mungu tayari alikuwa ameshawekea moyo wa ushujaa, kwa hiyo wanatembea bila kuogopa. Na ulikuwa ni mwendo. Kuvuka bahari sio jambo mdogo. Bahari ina kina kirefu sana. Wanavuka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope mtu wa Mungu. Hofu ni kitu cha ajabu. Kataa uoga, kuwa jasiri na mwenye moyo wa ushujaa, Hata ukiliona jambo unasema mimi ni shujaa, kama Mungu alivyomwambia Samson, Gideoni. Akamwambia, ewe shujaa, usiogope, Bwana yu pamoja nawe. Na mimi nasema, ewe unayenisikia, usiogope, Bwana yu pamoja nawe. Haleluya. Utakapoona chochote sema, Bwana yuko pamoja nami, mimi ni shujaa. Shujaa siku zote anashinda. Maana hata kama ni tatizo, lakini lazima utalishinda. Hata kama limekupata utalishinda. Hiyo ndio tafsiri ya ushujaa. Shujaa hajawahi kushindwa. Anaitwa shujaa ni aliyeshinda. Daudi aliitwa shujaa baada ya kumshinda Goliati. Kwa hiyo hata wewe unachokisema ndicho kinachokupata. Ukisema mimi ni shujaa katika hili jaribu, utalishinda. Mimi ni shujaa katika hii kesi, utaishinda. Mimi ni shujaa katika ugonjwa, utashinda. Halo. Mungu akubariki sana. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu. Baba, asante mfalme, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Ninawabariki katika jina la Yesu. Kutana na maisha yao, kutana na kila kitu chao ambacho Bwana wanakifanya katika jina la Yesu. Neema yako Kristo Yesu ikatawale, ukawape neema na nguvu na uwezo. Asante kwa ajili ya mfungo wa siku ya 40, siku 40 ikiwa ni siku ya 10. Endelea kutupa nguvu tupate kutembea na kusonga mbele. In Jesus mighty name. Let the blessing of God be upon you, and let the Holy Spirit be upon you, and let the blood of Jesus cover you. Let the blood of Jesus cover your life and your family. In Jesus mighty name na kuombea baraka. Amen. Bwana asifiwe. Kama umekuja na sadaka, toa sadaka yako.